Wakati huo huo, kinara wa chama cha Jubilee, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa viongozi kuacha siasa za makabiliano na badala yake kuwasilisha sera zao kwa Wakenya. Akizungumza katika mkutano wa wajumbe wa chama hicho kutoka kaunti ya Murang'a mjini Thika, Uhuru aliyeandamana na naibu wa chama Daktari Fred Matiang'i aliirai serikali ya William Ruto kuwajumuisha vijana kwenye maamuzi muhimu na uongozi wa taifa. Seth Olale ana maelezo zaidi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alimwasilisha mgombea urais wa chama cha Jubilee Fred Okengo Matiang'i kwa wajumbe wa chama hicho huko Mlima Kenya. Kinara wa Jubilee Uhuru Kenyatta akiwarai viongozi wa chama hicho kutojihusisha na siasa zinazowachochea Wakenya kupitia matamshi ya makabiliano badala ya kuwasilisha sera zao. Na ndipo mliona nikienda nikasema hata kama tumeshindana na wakina Raila na wengine, jameni, wacha tushikane. Kwa sababu tusiposhikana tutaendelea na huu uhasima, na huu uhasima huwezi kutusaidia na huwezi kutusongesha mbele. Rais huyo mstaafu akishinikiza serikali ya Rais William Ruto kumaliza miradi ambayo hakukamilisha haswa katika eneo la Mlima Kenya. Kuna yale ambaye tulitimiza na kuna yale ambaye yalikuwa yamebaki, ambaye yalikuwa yatakikana kuendelea. How can it take 3 years to complete a project that we ourselves estimated ought to have been completed by now? Aidha, wito ukitolewa kwa Rais Ruto kuzingatia sauti ya vijana na kuwajumuisha kwenye maamuzi na uongozi wa taifa. They must be given an opportunity to take positions of leadership. Yeah? So that they are in a position to determine for themselves. Chama hicho kikisisitiza kwamba kinashirikiana na vyama vingine kwenye upinzani ili kuleta uongozi mbadala kupitia uchaguzi wa mwaka 2027. Chama cha Jubilee kimetangaza kwamba kinajiandaa vilivyo katika eneo la Mlima Kenya na vilevile maeneo mengine nchini ili kuhakikisha kwamba kinaibuka mshindi kwenye uchaguzi wa urais mwaka 2027. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Murang'a.